Simba aliyekuwepo kabla yako alikuwa analipwa, lakini nikakubali. Simba unakwenda mikoani, nakwenda na basi mimi mwenyewe ndani ya basi, Shinyanga, Mbeya, Mtwara, mimi mwenyewe. Kabla Abasi Ali ambaye ni coordinator wetu ajaye, nakumbuka tunakwenda, wewe ndo ukifika, maana mimi sikuwa nafanya kazi ya afisa habari tu, nitafute na hoteli, maji ya kunywa. Nikaenda kwa mfano naenda Shinyanga, unakwenda Shinyanga unampigia Salum, mbunge yule, Salum Mbuzi alikuwa mbunge wa Meatu, rafiki yangu. Salum, naomba nisaidie maji ya Jambo wakati. Naenda mfano kakaangu Chegeni au Mzee Chuma. Simba miaka mimi naikuta alikuwa anakaa kwenye hoteli, hizi hoteli za 30,000. Na kwenda kwa Dr. Chegeni au mzee wangu Gachuma, naambia bwana sikiliza, sisi uwezo wetu ni shilingi 30,000. Hii ni Simba kubwa, nataka nilaze hoteli kubwa kwa hela hii. Naambia bwana Sheikh, wewe si Simba, wewe twende. Hadi leo mpaka imebaki mazoea, Simba inakaa katika hoteli hizo, ishakuwa tayari ni mteja. Abasi ameingia, kaka tukombea, nafanyaje? Mafuta tumenasa hapa. Nimepambana sana, lakini nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya klabu yangu. Hapo msisahau sina contract, na nitakuja kwenye issue ya contract. Wala usema kwamba nimepewa milioni, mkataba sio milioni 4 nimekataa, ni vizuri niweke clear ili nisije nikahukumiwa baadaye. Hali ni mbaya. Msimu 2015-16 tumemaliza katika hali mbaya. Yanga ndio mechi kipindi ambacho mimi nilipigwa nikiwa msemaji mechi zote mbili. 2-2. Tukaingia msimu 2016-17. Mnakumbuka mimi nilipata tatizo la macho. Nimeenda zangu India, nimerudi kimatibabu, nimefika. Baada ya siku 3, rais wangu, hiyo tata niumiza sana, na nimezungumza habari ya macho, unaweza ukaiweka hivi samani brother. Macho yangu si salama sana kwa kunipiga na hiyo taa. Wakanambia, Rais Evans akanipigia simu, akanambia leo saa 1 tunaenda kula chakula cha jioni na wachezaji wa Simba. Kambini wapi? Dege Beach. Hii historia nataka ijulikane vizuri. Tumefika Dege Beach, niko mimi, Saidi Tuli, mjumbe wa kamati ya utendaji, nadhani alikuwepo Alisuru pamoja na Rais Evans Aveva. Kazungumza na wachezaji, akanini, na mimi wachezaji pale wakanambia pole bwana kwa kuumwa na nini. Mmaliza, Evans akaahidi kila mechi tutakuwa tunatoa bonus milioni 5. Anawaahidi wachezaji. Tumetoka pale, nikatoka nje. Tukaingia kwenye magari, tukasimama mbele ya Dege Beach. Nikamwambia rais, umepata wapi nguvu ya kuahidi milioni 5 hatuna mdhamini? Wakati huo TBL keshaondoka. Mishahara yenyewe hatujitelipaje. Sisi wenyewe hapa tunajitolea. Unapataje nguvu hiyo? Akami mwenyewe nimesema tu alai, kwa sababu angalau mwaka huu tushapoteza miaka 2 mimi nimekaa nishinda kombe. Japo nimesema sijui itakuwaje. Wallahi naambia hivyo Evans. Kweli. Tunafanyaje sasa? Kafikirieni mtakachoona mnaambie. Evans alikuwa muumini sana wa ushirikishwaji katika uongozi. Mimi usiku ule sikulala. Nasema Evans katuletea matatizo makubwa mapya. Misimu miwili tutapoteza ubingwa hatupati. Tunaitwa matopeni wakati ule, wa mchangani. Mimi nikalala asubuhi, kuamka nikaja na jawabu. Kabla ya kumpigia Evans, wakati huo kumbukeni Patrick Kaemele ndo analetwa. Nikampigia kwanza Patrick. Nikamwambia Patrick, wewe ndo katibu mpya wa Simba. Hebu nakupa idea yangu, ifikirie, afu nataka nimshauri rais, lakini wewe mtendaji mkuu. Nikamwambia sikiliza. Sasa hivi kuna haya magrupu ya WhatsApp. Kwa nini nisitafute watu wanaoweza kuchangia kila mechi moja minimum shilingi 20,000 ili tuweze kupata hiyo hela ya bonus milioni 5 kila mechi? Akaambia pigia rais asema ukweka. Nikampigia Zungu, bunge wangu Ilala, rafiki yangu kakaangu. Zungu, wana nyinyi mna wabunge wengi Simba,
nipe majina ya wabunge ambao wengine nisiwafahamu wote Simba. Nataka kuunda group hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sababu sisi mwaka huu lazima tupate kikombe. Akanitajia majina ya wabunge wengine nilikuwa siwajui na wale ninawajua. Kina Zito Kabwe, kina Heche, sikujali Chadema wala CCM wala NCCR, ili mradi Simba wawe humo. Stakeholders, watu walikuwa kwenye corporate, mabenki nawafahamu, madaktari, nikaunda group la watu ambalo tukakubaliana kila mechi ni shilingi 20,000 minimum. Simba HQ, ambayo ndio juzi walisema nimejiuzuru kupitia HQ. Akili ilifanya kazi kwa haraka, group tulio tukaliunda, tukaanza kuchanga. Ndio ilibaki tone tuchukua ubingwa. Nadhani mnafahamu, na ndio kisa cha mimi kufungiwa issue ya mechi ya Kagera Sugar. Lakini tulishinda FA. Na Yanga tuliwapiga kwenye Mapinduzi, tukawapiga kwenye ligi. Goli la mwisho wanafunga kichwe. Mechi ya kwanza draw, tumecheza 10. Ni Simba HQ. Mechi zote milioni 5 unatoa. Ikifika mechi kubwa na Yanga, group lile linachanga mpaka milioni 30 mpaka 25. Watu wanatoa baada ya 20,000 wanatoa 200,000, mwenye laki, tunafika. Na admin wakawa watu wangu, nikamweka marehemu Washamwaji, dada yangu Somoe, na kuna watu wengine wakawa wanatusupport, lakini kuna wazini ambao focus kubwa, Somoe na wenzie kina Molwiba pale, benka yule wafocus kubwa, wametunza amana za watu, kafungua mpaka account. Kundi la Simba HQ ni sehemu ya alama ya utumishi wangu ambao leo unadhihakiwa. Akili yangu nifanya kwa mapenzi makubwa klabu yangu. Hapo hayupo mfadhili yoyote. Juzi nimeona mahali imeandikwa mafanikio yanatajwa mpaka 2016-17. Na kombe lile linatajwa. Bahati mbaya tuulizi. Ndio mkubwa akizungumza uwezi kuuliza mbona wewe kuepo, mbona kulikuwa kamati ya utendaji. Wala kuulizi, nimekaa kimya. Nakaa kimya tu, naona sawa. Lakini ndio sawa. Kwa sababu hata msipouliza Watanzania sio wanaujua ukweli. Sababu bodi imeanza 2018. Lakini mpaka kombe la ligi kuu 2018 ile natukabidhi Magufuli pale, limo katika mambo tuliyofanya makubwa. Cheka kweli. Sasa tumemaliza kwenye jambo hili la HQ, lakini niwaambie moja kazi walofanya HQ ilikuwa ni pamoja na kufanya sherehe hapa Serena. Mimi kwa maana masherehe yale ya Serena ya Simba tunaita wachezaji, tukimaliza Simba Day, wanaume wale wanachanga. Na mimi hapo na kamshahara kangu ka 700 sijawahi kukosa mchango. Sio tu kwamba ni nachanga kila mchango. Mwajiriwa na bado nachanga. Bonus sisi zinakwenda kwa wachezaji. Mimi simo sipati. Na hapa tunamshukuru mwenyekiti wa bodi, baada ya muda naye baada ya kuona ngoma ishaingia ile, siku moja akapigiwa simu na Kasim Deuji akaambiwa na mwenyekiti, wakati ule sio mwenyekiti, anataka naye kusupport shilingi kwa shilingi. Nyie mkitoa milioni 5 kwenye HQ na yeye anaweka milioni 5. Mkichanga milioni 15, baadhi ya watu wakataka kupinga pale, nikamwambia jambo jema. Unajua wakati ndo mchakato. Kwa hiyo wakaona wewe anataka kutumia fursa kupata uwekezaji. Na mimi kwa sababu nilikuwa muumini wa transformation, na mimi nilikuwa nafanya kazi huku naamini katika transformation. Kwa nikaunga mkono, nikalobi, na mimi ni lobisti nzuri kweli. Wakakubali, tukaanza 5 tukitoa na mpata. Alhamdulillah. Wakati mwingine zake ikitokea, lakini kusema kweli haki ya mtu apewe tu. Ameshiriki katika kuboost hilo jambo. Akili ya Haji Manara tukamaliza msimu wa 2016-17 wanakuja kina Boko na Muzamili alikuja 2016-17. Wanarudi tena Okwi pale, tushaanza kuchanganya sasa. Mambo yashaanza kidogo Simba sasa, na 2017 hali inaanza kuwa nzuri. SportPesa wameingia. SportPesa wameingia 2017. Wameingia 2017. Julai pale nadhani June
ilikuwa mwezi wa Ramadhani, uwanja wa Taifa pale walifanya kitafrija cha kukabidhiana mkataba pale. Na mimi ndio nilikuwa MC pale. Kwa 16 17 kuja Kakaruka na Tarimba na nini kafashi. Kwa hiyo Simba ikaanza kurudi katika wastwa wake, lakini bado HQ iliendelea. Na hata juzi hapa HQ pamoja na huu uwekezaji tunausema, juzi HQ wamechanga almost kama $9,000 hivi, karibu milioni 20 kununua vifaa vya Simba vya mazoezi, vyombo vya magolikipa vimeshakabidhiwa kwenye HQ, no appreciation. Yani watu hawataka kujua kwamba HQ ndio imechanga, lakini imetolewa hela. Hakuna mtu anayesema. Tunaogopa ukisema tu umehujumu. Ndugu zangu, inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tumeipigisha ndondo hii. Rais FF anamshukuru sana wallahi. Aliniruhusu ukiondoka na timu, anakabidhi timu, utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Maskini ya Mungu kina kabura kupiga simu, hadi nimekutumia 300, mpe Samu hapo wapige chakula. Mnakutumia 100,000, wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia rais, nimepata ndondo Shinyanga. Nikapige Meatu, nishabeka Simba Meatu, chezo. Meatu na kina Mgosi wale. Meatu, vumbi na fraud. Naambia Salombuzi nataka milioni 5, nipe nataka mechi. Nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam niwape posho. Napiga ndondo. Unafika Dodoma transit na siku ya mechi, kesho mechi, nikapiga simu naomba ticket. Kwanza nielewe, nawaambia leo kitu kimoja. Mimi mechi nyingi zinazoziona za Simba, wakati mwingine nakupa tiketi 2 3 kwa ajili ya kuwapa wasanii. Mechi ya Simba na Yanga juzi naomba nikapewa tiketi ya 10. Utapata yako. Nikawa promo nafanya nini? Hizi tickets sitaki kuuza, mimi sina njaa. Nataka niwape hawa wasanii ambao wananisaidia ku hype mechi. Nikakataliwa. Nikaambiwa nitapewa tiketi yangu. Baba akanikatalia kata. Na message ninazo. Nasubiri akarushe tu, siku moja nitakuwa naachia data moja baada ya moja. Moja baada ya moja. Leo nasema akili sana, baadaye nitakuwa naachia nondo zote. Conversation zote. Kilichotokea, akaninyima tiketi hata yangu mwenyewe. Mimi sikuja mechi Yanga na Simba. Promo yote ndugu zangu nimeangalia kwenye TV. Inaweza kufikiri chuki ya kiasi gani nafikiri. Mechi ambazo mimi nafanya promo na hangaika, Yanga ananipoka. Mechi imeisha, matusi alitokana nani? Nchi nzima. Alitokana Mo. Si haji, nchi imenielemea, nini mechi ilifungwa nani pale pum. Maana nikajua tena kiama. Lakini nikanyanyuka, nikawapa nguvu washabiki, nikaambia Simba tuna lose pamoja, tunashinda pamoja. Vitu vingi, visa vingi. Kwa hiyo nimueleza haya, muelewe kilichotokea kabla kuelekea mechi ya Kigoma. Nadhani ndio story kubwa. Jioni namaliza saa 12 jioni. Unajua Eid hii inaitwa Eid al-Adha. Eid al-Adha. Eid hii ni Eid ya kuchinja, ina sunna ya kuchinja. Kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna. Nikachinja nyumbani kwangu magharibi, nikatoka. Kawaida ya sadaka ile ya nyama mara nyingi tumesuniwa unawapa majirani walokuwa na uwezo mdogo, unatoa mchele. Na kwa hiyo jioni mimi na driver wangu nikamwambia twende kwetu Kariakoo. Kwa nini kawa napita kijumba hiki. Unajua tena ndo sisi ndo ufahari wetu watu wa Kariakoo ni kujuana na saa 3 kama na nusu baba ananipigia simu. Halo? Uko wapi? Unafanya nini? Nikaambia na maswali mengi. Naambia uko posta, uko kwa gari. Mimi mbona niko Kariakoo? Au uongo naambia uko posta? Wewe unatuhujumu wewe. Sasa niko na nyumbani kwa watu kwa wazee. Nikaona sikutaka, nikamwambia hewa Allah shukrani. Nikakata. Nikasema utaniharibia mudi yangu ya siku. Huyo ataniharibia mudi, nisimwekee kipaumbele. Nikaona hata sijamwambia chochote kingine. Nikaanza mbana sijajibu. Hata mke wangu sijamwambia, nikalala. Asubuhi naamka navaa kanzu najiandaa kwenda kuswali Eid. Nikasema
vyovyote itakavyokuwa. Kwanza nikaona simu yake, nikasikupokea. Akanitumia message, Haji, unatuhujumu, jana umetoka zako Posta na Gharibu mmeenda Kigamboni kwenye kempi ya Yanga. Sasa ndugu zangu, nikafikiria adhabu yote ninayopata Simba, maudhi yote ninayopata Simba, hawa watu sina mkataba nao, hawa watu hawaniheshimu, majungu yote wananifanyia navumilia, leo tena napewa jungu jipya la kuhujumu. Of all the people, mimi nikahujumu Simba? Mimi haya na hujumu vipi? Naenda kempi ya Yanga, ukishaenda kempi ya Yanga na hujumu vipi? Na waita kina Feitoto na waambiaje, kina Mukoko na waambiaje? Yani takili tu ya kawaida. Okay, na hujumu kwa kwenda kwenye kempi ya Yanga. Maka fadhali ningeenda kempi ya Simba. Sasa kempi ya Yanga na hujumu vipi? Yani nawaambia chezeni kwa hamasa kina Feitoto, chezeni Simba balake. Lakini na hujumu vipi? Ili jamani hizi. Kwani nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile voice note. Lakini muelewe haikuja kwa bahati mbaya. Miaka 6 nimeeleza hapa kwa ufupi tu, kwa kuelezea kile nilichoenda kukisema. Nyie mkanitangaza na mkaitangaza sana Simba. Inawezekana kuna mahali fulani labda kwa sababu nyingine au hii au hile hatukwenda sawa, lakini wallahi niseme nyinyi mmekuwa sehemu ya maisha yangu, na ndio maana nimejaribu sana mara nyingi kufanya mahusiano yetu yazidi kuwa mazuri. Nimetembelea vyombo vyenu vya habari mara kadhaa, kwenda newsroom, mmenikosoa mara kadhaa, tumekosoana mara kadhaa, wakati mwingine tulikoana, lakini kimsingi bila nyinyi Haji Manara hasingekuwa hapa. Na katika kufanya kazi kote huko na kushukuru, lazima kuna mahali kama binadamu itakuwa nimeteleza. Haiwezekani ufanye kazi kwenye taasisi kubwa kama Simba Sports Club yenye washabiki wengi alafu usikosee. Al-kamalu lillah, aliyemkamilifu juu ya dunia hii ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wote sisi wanadamu tunaishi, kuna mahali tunakosea, na lazima aidha nyinyi ama mwingine yote lazima itakuwa mahali nimekosea. Kwa nitumie fursa hii pamoja na shukrani zangu pale ambapo niliteleza kama binadamu. I'm sorry. Sijakamilika. Yani sijawahi kuwa mkamilifu. Na kama kuna mtu ataamini yeye ni mkamilifu, anachukua sifa ya Mwenyezi Mungu. Sitakosea. Katika kutekeleza majukumu yangu lazima nitakosea. Miaka 6 unaongea na waandishi wa habari mfululizo. Labda pengine mimi ndio mwanadamu niliyofanya press conference nyingi zaidi katika miaka 6 iliyopita kuliko Mtanzania yote wewe. Kwa hiyo katika hali hiyo nimetembelea, nimekwenda maredio, magazeti, lazima kuna mahali ninakosea. Narudia tena, kama binadamu mshauri. Haikuwa dhamira yangu, na yote niliyoyafanya kama makosa sikuwa kwa ajili ya kutetea maslahi ya Haji. Wakati mwingine makosa yangu ni katika kutetea brand ya Simba na image na kuiprotect club hii ninayoipenda kupita maelezo. Hakuna mtu nilokosana naye binafsi kwa Haji, kwa ajili ya Haji. Hayupo. Ni yoyote ule basi ni kwa ajili ya interest ya Simba tu. Ama nitamprotect kiongozi, ama nitamprotect mchezaji, ama nitaiprotect club, lakini interest yangu ilikuwa ni Simba. Sina personal issue na mwandishi yote, hata mmoja hayupo. Wote angalieni, rejeeni, mtaona tuloko sana ni kwa sababu Simba.
kaisema Simba, kamsema kiongozi, kaisema wachezaji, basi hapo mimi wakati mwingine kama binadamu, kama mlinzi wa image na brand ya Simba, wakati mwingine nilikuwa nacheleza hapa katika kutetea, lakini ni interest yangu ilikuwa Simba Sports Club. Nikimalizia kwenye eneo la shukrani, lazima niwashukuru sana serikali. Imenisaidia sana. Mawaziri waliofanya kazi katika kipindi toka cha Jakaya, mzee Jakaya, mpaka Rais Magufuli, mpaka Rais Samia, mawaziri wa michezo wote. Hatuwaje tuseme bwana, jambo tufanye hiki tufanye, serikali kwa ujumla. Toka Dr. Mkangara mpaka kaja Nape, wakati ule kina kakaangu ambaye Rasima Kala, wote Mwakembe na manaibu wake wote, mpaka waziri wa sasa. Na nimepata heshima kadhaa kupitia serikali hii. Mimi katika maisha yangu nilikuwa sitegemei kuna siku nitapewa fursa ya kuongea kwenye podium ya Ikulu ya nchi. Heshima kubwa ile. Rais wa nchi anakwenda na kutaja mahali hadharani mbele ya viongozi kadhaa, kutaja wewe kwa niaba ya Simba, ni heshima kubwa. Sidhani kama kuna msemaji mwenzangu amepata hiyo heshima katika public. Na alipo kwenye sherehe za kitaifa Ikulu, ni heshima kubwa. Kwa naishukuru sana serikali. Sana. Hata katika shughuli zangu binafsi nikiwaalika viongozi wa serikali wanakuja. Kwa wamenipa heshima hiyo. TFF. Hawa ndio taasisi iliyofanya kazi vizuri sana. Wakati fulani kweli nilifungiwa, lakini tulisameheana, nililipa hisani ile kwa kusema sorry. Baadaye Rais Karia alipoingia, kitu cha kwanza akasema funguliwe Haji na wenzio wote waliofungiwa. Nikaitwa kamati ya nidhamu, nikajieleza, nikamwambia mimi shida yangu walilifungia, hawakunipa nafasi ya kunisikiliza. Hata kunisikiliza hawakutaka. Wakanifungulia hapa katikati tena kwa sababu ya Simba. Issue ilikuwa ya Morrison.